Kwa lugha ya Ethiopia, Ethiopia ukipenda Kioromo, ambapo wanazungumzia kuhusiana na masala ya wazazi wawili, ambapo wanazungumza majukumu ya wazazi kwa watoto na watoto pia, ambapo wana haki juu ya wazazi. Ni kaswida ama nashidi hiyo ambayo very emotional kwa wale ambao tunaelewa lugha hiyo ya kutoka kule nchini Ethiopia. Inatugongea 3:15 ukipenda saa 3:15 saa hizi ni za Afrika ya Mashariki, awamu yetu ya 4 na ya mwisho, mpango mzima wa Daula Ikra, ukiendelea kuwa nami mtu mzima Omar Abud, na hodha mwenza ni mtu mpole hapa. Mimi naitwa Abubakar Juma, asante sana, tuendelee kuwa pamoja. Jina jipya aka Mr Advisor. Alafu pia tunaye nahodha mwenza huku upande wa pili ambaye ni Simbajike Baharia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana mpenzi msikilizaji kwenye awamu ya mwisho siku ya leo, bila shaka. Tuko katika awamu yetu ya 4 na ya mwisho, na naona tulikuwa tunaingia kule Hustler Fund, lakini kabla ya hapo tutapata mahojiano na Sheikh, ambapo tutazungumzia kadhia ile ambayo tumeweza kuichambua, suala hili la mama ambaye yuko mahakamani na sasa ameelekea Supreme Court kutaka mtoto wake ambaye amemzaa nje ya ndoa kuweza kupewa urathi, na urathi ambao ni wa baba yake amefariki. Bila shaka itakuwa ni heshima tena na taadhima kubwa kabisa kuungana naye Sheikh wetu Sheikh Mohamed Garama, ambaye ni senior resident katika kadhi ama ofisi ya kadhi, ambaye yeye kabisa ni msomi na mhimili wa hikma katika masuala ya familia, mirathi na jamii kwa ujumla. Ndio tunamtafuta ili aweze kutuwekea sawa masuala ambayo tumeweza kuzungumzia kuhusiana na urathi asubuhi ya leo, ambapo kuna mgogoro wa aina fulani baina ya familia ambazo ziko sehemu ya pwani. Bila shaka mpenzi msikilizaji, tutaungana naye Sheikh Mohamed Garama ambaye ni senior resident kadhi kutoka ofisi ya kadhi mkuu. Sababu kuna mambo mengi sana pia, kama tulivyosema, pia tunataka ufafanuzi ndani yake, hasa kujaribu kubaini kuhusiana na iwapo leo hii mtu ataamua kwamba sitaki kabisa. Naam, shukran sana Sheikh wetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Shukran sana. Thank you so much for your time. Asubuhi ya leo kuna masuala ambayo tunazungumzia kuhusiana na urathi, ambapo kuna mama mmoja ameamua ya kuwa hapate haki ya kutosha katika Kadhi's Court, na yuko ama anaelekea katika Supreme Court hivi sasa kuhusiana na urathi. Kwa hivyo Sheikh, kwa mujibu wa sheria za Kiislamu, je, mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa anahesabiwaje kisheria? Anaweza kurithi mali ya baba yake wa damu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdu daiman lillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shukran dadangu Ramla Abdi Ahmed kutoka Ikra. Swali lako ni swali zuri, ambalo ni swali ambalo kwamba kwa muda mrefu limekuwa katika society yetu ya Kiislamu. Lakini ni swali ambalo kwamba sheria tayari tuelezea kila kitu kuhusiana na masala ya mtoto ambao kwamba amepatikana nje ya ndoa. Kuhusiana na sheria, mtazamo wake na inasema nini kuhusiana na mtoto kama huyu, ni kwamba illegal child right of lineage from his father and biological family, sheria inamnyima kwamba haizi akanasibishwa kwa babake ambaye ndio alihusika katika yeye kupatikana na ile family upande wa babake. Huo ndio msimamo wa sheria, lakini anaweza nasibishwa kwa mamake ambaye ndio alimzaa. Na masala mengine ambayo ndio swali lako limeegemea huko katika masala urithi. Sheria iko wazi na hakuna ijtihadi katika mahali ambapo kwamba kuna nas sarih ambapo kwamba inaelezea kwamba mtoto ambaye kwamba amepatikana nje ya ndoa
ni kwamba sheria ya Kiislamu imemzuilia kwamba hawezi akamrithi babake, lakini anaweza mrithi mamake, na mamake anaweza mrithi huyo mtoto. Kwa hiyo ni kwamba yeye hawezi akamrithi tu babake. Hata iwapo labda yule mtoto alikuwa anatambulika kwa yule mzazi, yule baba, je, inaweza kubadilisha hukumu ya urithi katika muktadha wa Kiislamu? Haiwezi. Kutambulika vipi na baba? Kutambulika, yani watu walikuwa wanajua huyu ni mtoto wa fulani. Labda alikuwa ana provide in terms of school, alikuwa ana provide in terms of shelter na chakula, masuala kama hayo. Sheria ilivyoelezea haikuweka masharti kwamba hata mrithi babake, isipokuwa wakati anajulikana na family, amesaidiwa na babake wakati yuko hai. Haijaweka vipenge kama hiyo. Nimekuja tu moja kwa moja kwamba madhali asili yake amepatikana wakati baba na mama hawako katika uhusiano wa kisheria wa kihalali, basi moja kwa moja itakuwa amezuiliwa katika kurithi. Na kuna swali hapa. Sheikh Karama, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko pamoja, mimi naitwa Abubakar Juma na tuko hapa live katika Ikra. Kwa sababu kuna utata katika kesi yenyewe kwamba wametoka katika mahakama ya kadhi na tayari washapeleka kesi katika mahakama kuu na inaelekea katika mahakama kuu hivi sasa. Sasa swali ni hili, wakati ambapo mtu ametoka katika mahakama ya kadhi akaelekea katika mahakama kuu, tunaelewa kwamba hukumu ni tofauti. Je, inamaanisha nini katika pengine msimamo wake wa dini na vitu kama hivi? Inasemekana kwa sababu wanasema kwamba hatutaki sasa kufuata njia ama kufuata sheria ya dini yetu, tunataka kufuata sheria hii ya kawaida ambayo tunajua itamfavor yule mtoto. Je, hebu tuelezee hii itakuwaje? Kulingana na utaratibu wa sheria, unajua kuna mgongano wa sheria hapo. Kuna sheria ya Kenya iko na utaratibu wake ambao ni tofauti na utaratibu wa sheria ya Kiislamu. Ndio. Lakini kwa sababu tunaishi katika nchi ambao utaratibu wake ndio huo, na sisi tuko katika nchi kama hiyo, ni sheria ambazo kwamba ziko. Sheria ya Kiislamu ni kwamba kama mahakama ya kadhi imeshaamua, na kwamba si kwamba mahakama ya kadhi ina sheria tofauti ambayo kwamba ni Qur'ani ndio inatumika na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kama kuna masala ya mirathi. Masala ya mirathi ni masala ambayo kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe amekuja moja kwa moja, ni kitu ameshagawanya, kila kitu kinaeleweka. Si kwamba kuna jitihadi kubwa ambayo kwamba mahakama inafanya. Inajulikana mama kiwango chake ni hichi, wakati kama hakuna watoto, na kama kuna watoto kiwango chake ni hichi. Kwa kila mmoja ashaelezewa ile nasibu yake ambayo kwamba anaipata katika utaratibu wa mirathi. Shaona. Kwa hiyo Muislamu kama hajaridhika, yeye ameona kwamba vigawanyo kama hivi havijamridhisha na havijamfurahisha, moja kwa moja tunaona kwamba ni udhaifu wa imani yake. Na ikiwa ni hivyo, inakuwa kama mahakama ya kadhi hakuna tena sheria ambayo kwamba tuweza kuchukua kwamba ni lazima kuwe binded na ile hukumu kwamba imetolewa katika mahakama ya kadhi, lazima afuate hiyo na hakuna avenue nyingine. Katika utaratibu wa sheria ya Kenya ni kwamba kesi ikitoka katika subordinate court inaweza kuwa ni magistrate court ama kadhi's court ama court martial. Ikishatoka hapo, kama kuna kitu kwamba unahisi utaratibu maybe procedure iliyotumika haikukufurahisha ama hukumu iliyotolewa haikukufurahisha, uko na avenue, unaweza ukafanya review ule uamuzi uliofanyika. Maybe koti kuna vitu fulani katika facts za kesi haikuwa imepata ama hukuwa umewasilisha katika kesi yako, kwa hiyo uko na avenue ya kufanya review katika same court level, na pengine review ifanywe na bado haijakuridhisha ama huo hutaki kufanya review, unaweza enda moja kwa moja kwa high court, upeleke kesi yako na maybe uangazie zile sehemu ambazo kwamba unaona subordinate court haikufanya sawa ama unahisi kwamba haikukufurahisha. Na kama hapo pia hujaridhika, bado unaweza kupeleka katika court of appeal
moja kwa moja mpaka kwa nini kwa Supreme Court, lakini inategemea ni kesi aina gani ambapo kwamba umeleta. Kuna zile ambazo mwisho ni kwenye High Court, nyingine ni Court of Appeal, na ile ambayo inaweza kwenda moja kwa moja mpaka kwa Supreme Court. Kwa sababu hii kesi nimeona imeenda kwenye mahakama ya rufaa ambayo ndio Court of Appeal, sasa inaelekea katika Supreme Court. Inamaanisha ile uamuzi ulitolewa katika Supreme Court ndio itakuwa final. Kitu kingine ni kwamba katika sheria ya Kenya katika masala tuseme kama ya mfano wa mirathi ambao ndio swali lako, ni kwamba sheria ya Kenya inasema ile sheria iliyotumika kutatua ama kutoa ule uamuzi wa ile kesi ambao katika hii ni kesi ya mirathi iliyotumika ni sheria ya Kiislamu, ndio imetumika katika Kadhi Court. Ikipelekwa kwa High Court, mwenye ataka pale ni mwenye ataangalia ile kesi judge wa High Court katika family division, ambaye judge huyu lazima akae na two kadhis kama assessors, watampatia opinion ya wote wawili. Wanaweza andika opinion moja ama kila mmoja akaandika opinion yake, kwa sababu bado kuna madhhab, pengine kadhi huyu anaona kwamba uamuzi unafaa kuwa hivi na mwingine anaona uamuzi unafaa kuwa hivi, so wanampatia opinion zao ama opinion yao yule judge ambaye anakaa kwa High Court. Lakini pamoja na hivyo, huyu judge ambaye kwamba anakaa kwa High Court anaangalia kesi ambayo kwamba imekuja kutoka Kadhi Court, ambao kwa mfano huu ni masala ya mirathi. Ni sheria inamlazimisha atumie sheria ya Kiislamu katika kutatua ile kesi ya mirathi. Okay. Yeah. Tukimalizia pengine wasi yako ni gani, kwa sababu tunaona hivi sasa watu wanatoka katika Kadhi Court wanapeleka kesi mahakama za kawaida. Hii inamaanisha nini, na pengine ndio tusijipate katika hali kama hii? Wasi yako ni gani? Ni swala la mwenye anafungua kesi mwenye amekuja kotini. Unajua mara nyingi tunakimbilia kotini tukiwa tayari katika mind zetu kuna kitu tunataka. Kuna yule ambaye kwamba ana feel right yake amenyimwa, haki yake amenyimwa, that's why amekimbilia kotini. Kuna yule ambaye kwamba amekimbilia koti kuoppress the other partner ama the other party. Kwa hiyo inategemea mtu amekuja, lakini katika msimamo wa Kiislamu ni kwamba tunaenda kotini kutafuta ile haki ipelekwe pale ambapo kwamba inastahili kupelekwa haki. Asante. Shukrani sana Sheikh Karama, asante sana kwa muda wako na pia kuweza kuitikia simu zetu hapa na kuweza kutusaidia katika ufafanuzi huo. Nadhani pia ni muda ambao tutafutwa kuweza kuzungumza zaidi, kwa sababu kuna ile kama kutoka katika himaya ya dini na vitu kama hivyo. Maswali ni mengi ambayo tunafaa kuulizana hapa msikizaji. Na hapo ndio kwenye ule mwanya ambao ndio nikasema kwa nini ikiwa hukumu ni za Kiislamu. By the way, unajua ninavyofahamu mimi ni kwamba mkienda mahakama ya kadhi itatumika Qur'an katika hususan swala la urathi. Qur'an ndio itakayotumika. Sasa mutoke na nyingi sana, by the way, nyingi zinazotoka huku zinazoenda huku kwa law courts ni masala ya urathi. Mtu anasema sijaridhika na hii, nataka mambo yaende hivi, yani hivi. Si uradhi talaka. Sasa hapa ndipo matatizo ya problem makubwa yalipo, lakini nadhani ameeleza vizuri Sheikh. Ameeleza vizuri na kwamba hata kule utakapoenda bado kuna makadhi wawili watakuwepo. Kwa hivyo uamuzi wa mahakama ile kama sasa tuseme ya Supreme Court bado itategemea na makadhi wale wawili, yani wale ndio watatoa mwongozo. Lakini ukiangalia uamuzi ambao umetolewa na mahakama ya rufaa ilionekana sana kuweza kuside na huyu mama ambaye mtoto wake ni mtoto wa nje ya ndoa, mtoto wa nje ya ndoa, ikisema kwamba huyu mtoto ana ile bloodline na baba yake na haifai kutumika dini kama kigezo cha kuweza kumnyanyasa ama kumtenga. Kwa hivyo mahakama ya rufaa ilionekana kunini, na ndio maana wamepeleka kesi yenyewe mpaka kwenye Supreme Court. Nadhani ndio nilisema labda pengine itahitajika muda zaidi mashekhe waweze kukaa chini na kuweza kuangalia swala hili ili iweze kupatiwa ufafanuzi zaidi. Ni swala nyeti tumemsikia Sheikh Karama vile ambavyo ameweza kulielezea na kulifafanua vizuri, lakini ni masikitiko leo kwa jamii yetu ya Kiislamu. Ni masikitiko makubwa sana. Hii ni moja kati ya
hundred thousands of cases ambazo zinaenda. Hii imeangaziwa kwa sababu utakuta kwamba zaidi hapa mwenda zake ama marehemu ni tycoon, na huyu mama naye na amekuja, alafu unajua sasa kuna ile afadhali ukaja ukasema unajua tulikuwa tumeoana hata kama ni kwa siri. Lakini unakuja tu unasema kwamba hatukuoana lakini tulizaa. Alafu pia unajua kuna kitu amesema hapa. Watu wanakwenda katika mahakama hizi. Mtu ametoka hapa ameenda katika mahakama ya kadhi akiwa na fikra fulani kwamba mimi naenda hapa mimi ndio nitakuwa na mwenye kushinda, ama mimi nimeenda hapa ili nimponze huyu na vitu kama hivyo. Kwa hivyo watu hawaendi pale kwa sababu wanataka labda ufafanuzi wa kisheria ama wanataka uamuzi ambao utatokana na kitabu chetu cha Qur'an. Wao wanataka uamuzi ambao utatoka na fikra zao na kichwa chao. So mwisho wa siku inakuwa kwamba baadaye mambo yanavurugika na yanakwenda sivyo na matarajio yao. Bila shaka kwa sababu wakati ambapo Mohamed Garama amezungumza amesema ya kuwa kwa upande wa urithi Uislamu unasisitiza kuwa mtoto wa nje ya ndoa hurithi peke yake kutoka kwa mama peke yake. Kwa hivyo yote 9-10 tunasema Uislamu umeweka msingi imara ya familia ili kuhifadhi heshima, nasaba na haki za mtoto. Ndoa ni nguzo ya baraka na ulinzi. Kwa hivyo tubaki tu pale ndani kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hakika ndoa ndo nusu ya dini. Kwa hivyo hii inaonyesha tu ile uzito yake. Kwa hivyo kwa mwanaume kwa wanawake wote ambao wanajihusisha kwa masuala ya zina na hata kuirefusha hata zaidi na sasa kuwa na watoto, bila shaka jambo ambalo wanafaa kulikalia chini na kukumbuka ile hukumu yake.